New creation mentality, na hii ni kwenye series ile ya utambulisho wa kiumbe kipya, lakini hii ni part 2 ya issue ya mentality. Kwa lugha rahisi kabisa, mentality ni namna yako ni akili yako ya kufanyia maisha. Bwana asifiwe sana. I said Bwana asifiwe sana. You're going to like what we have to share today. Mpaka sasa dunia imepitia hatua kadhaa ya madhihirisho ya nguvu. Zamani kabisa wenye nguvu za kimwili ndio waliokuwa relevant zaidi, si ndio? Kwa sababu kilichokuwa kinahitajika ni physical strength, ni nguvu ya kimwili. Wanapotafutwa watu, wanaangaliwa watu wenye miili mikubwa ambao wanaonekana wana afya ya kutosha, kwa sababu ilihitajika nguvu ya kimwili kabla ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Si ndio watu wa Mungu? Kama ni kulima, tutatafuta watu wa kulima. Kama ni kubeba mizigo, tutatafuta watu wenye nguvu. Tunataka watu ambao wana misuli. Baadaye matumizi ya nguvu za kimwili yakaanza kupungua. Dunia ikaanza kunufaishwa na matumizi ya nguvu ya kiakili. Ndio mapinduzi ya sayansi na teknolojia yakaanza kuingia humo ndani. Sehemu ambayo kazi ambayo walitakiwa wafanye watu 100, inaletwa mashine ambayo inaweza ikafanya zile kazi zote ndani ya muda mfupi kuliko ambavyo wao wangeweza kufanya. Dunia inachonufaishwa nacho saa hii sio tena nguvu za kimwili, ni nguvu za kiakili. Akili imeweka discoveries fulani, akili imeleta uvumbuzi fulani ambao umeanza kuinufaisha dunia. So tukatoka kwenye level ya kuzitegemea nguvu za kimwili, physical strength, tukaja mahali pa kwanza kunufaishwa na nguvu za kiakili. Na tulipohama kuja kwenye hii level ya pili, ndio sasa maisha yanakuwa bora kuliko yalivyokuwa mwanzo. Vitu vinakuwa vyepesi kuliko vilivyokuwa mwanzo. Tunasema maendeleo yanaongezeka. Bwana asifiwe. Na mpaka sasa tunaishi hapo. Nikumbusheni watu watafiti, mpaka sasa wanasema mwanadamu ametumia asilimia ngapi ya akili yake. Hapa ni kwa sababu mimi nimesahau, kwa nataka niponee kwenu. Yaani mimi sikumbuki ni asilimia ngapi. Zamani ilikuwa si asilimia 3 wanasema, baadaye sijui wakaanza sijui asilimia 4, sijui 5. So nikumbusheni, tuko kwenye asilimia ngapi sasa ya matumizi ya ubongo wa mtu? Tumefika kwenye asilimia 15. Tumefikia asilimia ngapi? 15. Maximum tumefikia asilimia 15 kwa mujibu wa mtu wa Mungu pale, wa matumizi ya ubongo, akili ya mwanadamu. Tukifika asilimia 50 itakuwaje? Kama tu 15 zimefanya mambo haya yote, zimetupa teknolojia, zimetupa matokeo haya makubwa namna hii. Tukifika asilimia 50, tukifika asilimia 70, kama tutaweza kufika, by the way, this tells us kwamba nini kinaweza kikatokea mwanadamu akitumia akili yake kwa kiwango cha juu kabisa. Ni maajabu. Ni maajabu ya ajabu. Akili ya mwanadamu ina uwezo wa kufanya vitu vya ajabu. Mpaka sasa tumetumia tu asilimia ndogo sana, lakini angalia vitu ambavyo akili ya mwanadamu imetokezesha. Kadri ambavyo mwanadamu anazidi kujifunza namna ya kumaximize uwezo wa akili yake, ndivyo ambavyo matokeo yanazidi kuonekana, ndivyo ambavyo maendeleo yanazidi kuonekana. Na you see, ladies and gentlemen, please understand what I'm trying to tell you. So tulitoka kwenye matumizi ya nguvu za kimwili, tumekuja kwenye matumizi ya nguvu za kiakili, na maisha yamekuwa ni bora sana. Kuna mahali tunaenda, lakini pamehifadhiwa kwa ajili tu ya wana wa Mungu. Ni mahali si pa matumizi ya nguvu za kimwili peke yake au matumizi ya kiakili peke yake, bali ni matumizi ya roho za watu. Kama tumeona nini miili inaweza ikafanya na tumeona nini akili zinaweza zikafanya, kuna hatua nyingine ambayo Mungu anataka kuleta ulimwengu. Kwenye hiyo hatua ni hatua ya watu ambao zaidi ya nguvu za kimwili na nguvu za kiakili wamejifunza kutumia nguvu zao za rohoni. Kwa sababu hizi nguvu za rohoni zina uwezo mkubwa wa kuzalisha matokeo kuliko nguvu ya akili na kuliko nguvu za kimwili. In other words, kuna kitu bado dunia haijaona kuhusu mwanadamu. Are you with me? Are you with me? Tulipokuwa kwenye matumizi ya mwili tulifikiri hii ndio iliyoko. That is everything. Ndio mambo yote. Baadaye tukagundua kuna zaidi kuhusu mwanadamu.
akili yake inaweza ikaletwa kwenye utendaji ikatupa matokeo kuliko mwili. Na sasa tumeingia kwenye matumizi ya akili. Lakini kwa kadri tunavyoendelea, wana wa Mungu, tunapokaa kwenye neno la Mungu, linaanza kutuonesha kwamba tunayo nguvu nyingine ndani yetu zaidi ya nguvu ya kiakili. Tunayo nguvu ya kiroho, na roho zetu ni superior kuliko akili zetu, na ni superior kuliko mili yetu. In other words, tutakapojifunza kuanza kutumia nguvu ambayo iko ndani yetu, tutaanza kuona matokeo ya ajabu ya kutisha kwenye maisha yetu. Are you with me, kanisa la Bwana Yesu? Ndio sasa tutakutana na kesi kwenye maisha ambazo akili zimejaribu kupima ile kesi, kupima lile jambo, na zimehitimisha kwamba hili haliwezekani miongoni mwa wanadamu. Vipimo hospitali vimeonyesha huu ni ugonjwa ambao ukimpata mtu lazima afe. Madaktari wameishia hapo, na wako sahihi kwa sababu ndio level yao ya mwisho ya kuliangalia lile jambo. Wanapolileta lile jambo kwetu, wana wa Mungu, tuna macho mengine ya kulitazamia tofauti na macho ya akili hii na vipimo. Tuna macho ya rohoni, na yale macho yanapoangalia, kwa sababu tunalitazama kama neno lilivyosema, tunaanza kugundua hapana, yanayofika mwisho kwa wanadamu sio mwisho kwa Mungu. Na ile nguvu ya Mungu iliyoko ndani yetu tunaweza kuiachilia ikaleta utatuzi kwenye matatizo ambayo madaktari na wataalamu wamesema kwamba hayawezekani. Kanisa la Bwana Yesu, haleluya. Najaribu kukuambia, Mungu amejisazia utukufu siku hizi za mwisho. Mungu amejisazia mazingira ya yeye kutukuzwa, kama watoto wake wakijua walichobeba ndani yao, nguvu iliyo ndani yao, neema iliyo ndani yao, uwezo ulio ndani yao, wakajua wao ni akina nani na wakachukua nafasi zao, wataweza kufanya mambo yasiyokuwa ya kawaida. Mahali ambapo kila mtu analia, wewe unaingia unamwambia lakini kuna majibu hapa. Do you remember Nebukadnezar aliota ndoto alafu akaisahau, alafu akaita watu wamtafsirie. Wakasema mzee, hatuwezi kutafsiri kama hata wewe mwenyewe haukumbuki. Wakamwambia haipo katika wanadamu. Sema haipo katika wanadamu. Haipo katika wanadamu kuweza kufanya hilo jambo. Na wale walikuwa ni wataalamu, so walichosema walikuwa accurate kwamba haipo katika uwezo wa wanadamu. Akaletwa Daniel kwenye lile ambalo imesemekana haipo katika uwezo wa wanadamu. Akaletwa mwanadamu Daniel, mtu kama wao, anashikika tu hivi, ana mwili kama wao. Lakini alipoingia Daniel akajua it is true, kwa namna ya mwili jambo hili haliwezekani. Akamwomba mfalme ampe muda, na ule muda Daniel aliopata akaenda kuengage siri za kiroho, kanuni za kiroho. Akaenda kuomba. Kwa nini? Anajua kwamba hili jambo kulitatua haipo katika uwezo wa wanadamu, so ngoja ni engage nguvu ya kiroho, ni muengage Mungu. Akaenda kufanya vitu vyake pale, anatoka ana majibu ya swali ambalo haipo katika uwezo wa wanadamu kulitatua. Ninaomba Mungu aanze kufanya vitu na maisha yako ambavyo haiko katika uwezo wa wanadamu kuvifanya. Mungu aanze kuleta majibu kwenye dunia yetu kupitia wewe ambayo haiko katika kawaida ya wanadamu kuyatoa. Ninaomba Mungu aanze kujionyesha ni mwenye nguvu kupitia wewe, kupitia kinywa chako, kupitia mikono yako, kupitia maisha yako. If you are a believer, shout amen. Kanisa la Bwana Yesu, haleluya. Mambo ambayo hayapo katika uwezo wa wanadamu kuyafanya, wana wa Mungu wakijijua wao ni akina nani, wamembeba nani ndani yao, wana nini ndani yao, na wakaanza kuthubutu kutumia walichonacho, wataanza kuzalisha matokeo ambayo ni zaidi ya nini mwanadamu anaweza kufanya. Isn't this the life that Jesus lived? Haya sio maisha ambayo Yesu aliishi? Talk to me. Yesu aliishi maisha ambayo hayapo katika kawaida ya wanadamu. Who walks on water? Walipomuona anatembea juu ya maji, walisemaje? Ile ni roho. Kwa nini wanasema ile ni roho? Kwa sababu haipo katika kawaida ya wanadamu kutembea juu ya maji. Wakasema ile ni roho. So wanajua kwamba roho zinaweza zikafanya ambavyo wanadamu hawawezi kufanya. Wewe ni roho. Wewe sio mwili. Wewe ni roho. Zaidi ya muonekano wako wa nje, zaidi ya ulivyo kwa nje, wewe ni roho. Kwa unaweza ukafanya zaidi ya ilivyo katika wanadamu. You see, hivi vitu bado haviexcite moyo wako kwa sababu bado ni kweli ambazo ziko mbali sana. Lakini you must learn to accept these things. Lazima ujifunze kuyakubali haya mambo. Haipo katika uwezo wa wanadamu. Haipo katika uwezo wa wanadamu.
Imagine Daniel anajua kabisa hii kesi haipo katika uwezo wa wanadamu, lakini baada anasema nipe muda. Muda wa nini? Tayari ushaona kwamba haipo katika uwezo wa wanadamu kufanya. Huyu jamaa anajua kwamba mambo yetu hayaishii uwezo wa kibinadamu unapoishia. Sisi tunaweza kwenda zaidi ya hiyo mipaka. It's a mindset, it's a mentality, it's a knowledge. Kuna kujua fulani kukiingia ndani yako, unaanza kujiona wewe unaweza ukawa zaidi ya wanadamu wa kawaida, kwa sababu ndio ukweli wa maisha yako kwamba wewe ni zaidi ya wanadamu wa kawaida. So what I'm telling you is, kuna kitu bado dunia haijaona. Mungu aliumba bustani ya Edeni, na mpaka leo ni uumbaji ule ndio ambao umekuwa ukitawala. Lakini tumeona kwenye maandiko kwamba katika Kristo Mungu anaumba kiumbe kipya. Huyu kiumbe kipya ndio ambaye ataionyesha dunia Mungu ana nguvu kiasi gani. Mungu hatafanya kazi duniani na kuionyesha dunia na uwezo kiasi gani zaidi ambavyo sisi tunaamini kwamba Mungu anaweza kututumia. Kama tusipoamini, kama haya maneno tukawa tunayasikia tu, Mungu wetu ataendelea kuonekana ni dhaifu na duni. Praise the Lord. Niko sijui kidato cha tatu, sijui. Nipo kanisani. Kidato cha pili nafikiri au cha tatu. Niko kanisani, ni Jumamosi. Hamna mtu, niko mwenyewe. Nimekaa hivi nyuma ya jengo kule kwenye kivuli na tafakari neno la Mungu. Nikakutana na Yohana 7 mstari wa 37. Pale anaposema kutoka ndani yao vitatiririka vijito vya maji yaliyo hai. Bwana sifiwe. Niko pale na tafakari ile neno, nasema sijai kusikia mtu anahubiri ile andiko by then. Miaka mingi iliyopita. So nakutana na ile neno anasema eti sisi tunaoamini kuna kitu tunaweza tukanywa kutoka kwa Yesu, kinaitwa Roho Mtakatifu. Alafu tukinywa Roho Mtakatifu, kutokea ndani yetu vitaanza kububujika vijito vya maji yaliyo hai. So I'm meditating that scripture. Likawa linausumbua moyo wangu lile andiko, nasema kwa nini hatufundishwi vitu kama hivi? Hivi vitu kwa nini hatufundishwi? Au sio kwa ajili yetu? So I am there na nasema Mungu, natamani kwamba hiki kiwe ni uhalisia wa maisha yangu, sababu naona ni kama vile Yesu alisema hivi, yeyote. Sasa yeyote ni pamoja na mimi mtu wa Mbeya, au yeyote ni Wayahudi na akina Petro peke yake? Nikaangalia ile andiko nasema mbona yeyote ni kama inamaanisha na mimi? So I'm just there meditating. Sijafika hata mbali sana kwenye kutafakari. Wakaja watu wanamtafuta mchungaji. Kuna kesi nzito mtaani huko. Mtu anakufa. Wamekuja kumtafuta mchungaji, hayupo. Na mimi ni kijana wa mchungaji, ndo wale ambao tunapewaga mic hivi tuhubiri dakika 5, dakika 10. Yule hakuniambia wanamtafuta mchungaji, alisema wanakutafuta, wanakuita. Hivi unaelewa? Hakuja kusema nimetumwa nije nimuite mchungaji. Na mkumbe yule dada anaitwa Oliver, alikuwa mtoto mdogo hivi, kalikuwa kadogo. Kwa alivyokuja Kenya akakusema wamenituma nije nimuite mchungaji. Kalisema hivi, wamenituma nije nikuite, wamesema twende haraka. Kuna nini? Sijui bibi anaumwa, sijui nini. Nikasema jamani, kungekuwa na mambo ya kuchukua sadaka labda ya kuja kumletea mchungaji, sawa. Nikaenda. Niko form 2, form 3 nafikiri. Unajua unaenda hivi, hujaambiwa jambo linalotokea kule. Kwa akili yako unasema utaenda tu pale utafanya siasa 2-3. Haleluya. Lakini ndani ya moyo wangu hili neno limeanza kunisumbua. Kutoka ndani yao vitatiririka vijito vya maji yaliyo hai. I'm like, so kumbe kutoka ndani yangu vitatiririka vijito vya... In the meditation of that, natembea huku nafikiria ile andiko, lilinishika moyo wangu kwa namna sio kwa kawaida. Tunaingia, tuko Mbalizi hapo Mbeya. Tunaingia hivi, nakuta watu kama 10 na hivi wamekaa hivi, wamemzunguka mtu. Ndio nikajua hii kesi ni nzito. Watu wa Mungu, unaelewa kijana wa form 2 anafananaje wewe? Unajua? Alafu sio hawa sasa hivi wanaoga kabisa, hawa vijana wanajipulizia perfume. Sitaki kujikumbuka. Nikaingia pale. Bwana asifiwe. Shikamoo. Ogopa sana mtu amekuja kufanya maombi, lakini wote waliokuwa mnaenda lazima wasalimie shikamoo, maana ni wakubwa wote. Shikamoo. So unajua mafuta haya kuzuii kuwa na adabu.
Wewe kwa sababu una upako hutaki kusalimia watu eti? Unaingia tu pale unasema habari ya saizi. Mtoto mdogo unawaambia watu wazima habari ya saizi, una kichaa wewe eti? Mimi ni mpako mafuta wa Bwana. Hayo mafuta hayajaingia kwenye akili. Mwambie mwenzako mafuta hayazuii adabu. Mimi humu ndani watu wazima walionizidi na wasalimia shikamoo. Humu ndani na ni mchungaji wao. Yaani nikimpima hivi nikiona kabisa huyu ni mtu mzima anastahili kabisa. Haleluya. Shikamoo. Ndio. Wewe kijana hata kusalimia utaki. Yaani unatoa shikamoo kwa kinyongo. Sitaki kuliongea hili jambo maana asubuhi ananisemaga sana. Bwana sifiwe. Mtumishi, hawa vijana wajifunze kusalimia. Hautaki. Hataki yeye anamsalimia. So nikaingia pale nikasalimia pale. Remember, andiko limeniambia kutokea ndani yangu vitatiririka vijito vya maji yaliyo hai. Kwa nina mambo mawili. Nina kile neno la Mungu linasema, alafu nina uhalisia ninaouona pale. Nikajizima data. Nikasema mama, sijui yule sasa ni bibi tena, sio hata mama. Yesu atakuponya. Mimi ni mtumishi wake. I never forget that day. Mimi ni mtumishi wake. Yesu atakuponya. Nikamsogelea. Kuna vitu unafanya hata uelewi hiyo akili unaitoa wapi. Nikamsogelea, nikamwambia kwa jina la Yesu. Roho ya mauti. Sitaki hata kujua naumwa nini. Roho ya mauti. Out. I bind you in the name of Jesus. Nikamwombea yule mama maombi yangu fulani hivi mafupi. Haikuonekana dalili yoyote kwamba amepona wala nini. Nikaondoka. Na mtu anasema ukimwombea alafu akifa. Kwa nini mimi nakuwa nimemuua? Si ni ugonjwa ulikuweko tayari ndio uliokuwa unamtesa. So akifa si amekufa kwa ule ugonjwa. Kwa nini mimi nimemuua? How is that my problem? Na kwa nini uwaze nikimwombea akifa? Kwa nini usiwaze nikimwombea na akapona? Mimi nawaza akipona, nikamwombea pale hamna mabadiliko ndani ya moyo wangu, ninaamini kwamba nimefanya ninachotakiwa kufanya. Nikaondoka. Ni Jumamosi, Jumatatu shule zinafungua, naenda boarding. Kwa sijui yanayoendelea kuhusu mama. Unajua kwamba watakuja baadaye waseme alikuja yule kijana akasema atapona. Wanaanza kuulizana kijana yupi? Kwa sababu siku hiyo kanisani hakukuwa na mtu, nilikuwa peke yangu. Yaani mazingira yalinifavor siku ile kufanya vitu vya kishujaa. Ya mama, don't worry. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu atakuponya leo. Piga fire, hamna kitu. Ila ndani ya moyo wangu nasema hivi, lakini Mungu amesema kutokea ndani yetu vitatiririka vijito vya maji yaliyo hai. So naenda shule miezi kadhaa ile. Likizo inapofika niko kanisani Jumapili. Baada ya ibada story kama kawaida, vibe nini, umewamisi wana wamekumisi ni aje, shangwe ni kubwa, praise the Lord. Katikati ya yale mambo yote kuna familia inakuja hivi. Wananisalimia na mimi sasa ni mtumishi mwenye unyenyekevu na wasalimia vizuri, shikamoni, tumerudi, basi imeisha. So yule mama anaendelea kuniangalia na kuongea na mimi zaidi. Na ana excitement, ana vibe isiyokuwa ya kawaida. I don't remember anything. Yule mama akagundua huyu hakumbuki. Akaniambia wewe umesahau. Mimi ndo yule mama ambaye ulikuja kuniombea. Siwezi kukumbuka kabisa kichwani kwa sababu mama naye muona sasa hivi na mama niliyemkuta siku ile pale kitandani ni watu wawili tofauti kabisa. Ana afya, amenawiri, yuko tofauti kabisa. You cannot tell kwamba ni mtu mmoja. Ni kama vile ni watu wawili tofauti. Siku gani? Siku ile. Nikasema amna mgonjwa mahali hapa jamani. Amna mgonjwa mwingine sehemu hapa. Amna mgonjwa mahali hapa. Kuna vijito vya maji yaliyo hai vinatiririka kutoka ndani yangu. Hapo unataka utafute mgonjwa mwingine, anambia kuna ushuhuda hapa. Kama unaumwa, sikiliza kwanza ushuhuda hata kabla sijafanya chochote. Haleluya. Imani imeinuka, yani unaamini sasa kwamba wewe sasa hivi yani level zako na kina Renard Bonke. Now, sikuhisi chochote wakati namwombea yule mama, lakini niliamini ambacho neno la Mungu limesema. I'm telling you, kama nikusema nilikuwa nahisi upako,
amna, lakini matokeo yakatokea. Na kusimulia story, nakumbuka story nyingine. Siku moja nipo kule Mombasa kule, niko kule kanisani, I am there, alafu anakuja mama fulani hivi, ana mtoto ameshindwa kutembea, ana miaka 6, yani hakawezi kabisa kutembea, miguu imekunjana hivi. Kipindi hicho ndo nakula neno, yani sina habari, yani nakula neno, nikikaa hivi najiona kabisa nafufua wafu, yani nakula neno hivi, yani hivi, haleluya, maisha yamenipiga. Ila nikikaga hivi kwenye neno na tafakari zangu, najiona kabisa hivi, yani mimi na kina Petro level zetu ni. Nikamwambia yule mama, naweza kumwombea mwanangu? Na Bwana akamponya. Yule mama, hakuna hasara kukupa mtoto wake umuombee, kwa sababu hata asipopona si anaumwa tayari. Huyu hapa muombee. Hataki kumkwaza mtumishi wa Mungu, kwa hiyo inabidi amruhusu tu amuombee. Mama hafikiri kama yule mtoto atapona, hafikiri kabisa kama yule mtoto atapona, kwa sababu ameombewa sana. Nikamuombea yule mtoto, kwa jina la Yesu uwe hai. Yani hapo naachilia mioto yote ninayoijua, kanuni zote ninazozijua, nafumbua macho kumwangalia mtoto, yuko vile vile. Unajua wewe unapoombea hayo maandiko, unapoombea mtoto kama huyo, una zile akili za Petro. Petro akamkuta yule kiwete pale, akamwambia, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, simama uende. Naye akasimama. Maandiko yako very sharp, yanasema mara, manake hapo hapo akasimama. Kwa na wewe akili ambayo unakuwa nayo ndani ndio hiyo hiyo. Si unatamani uwe na matokeo kama akina Petro? Akamwambia mama, don't worry. Nikamwombea yule mtoto, nafumbua macho hivi namwangalia. Hamna dalili wala ishara kwamba kuna kitu kimetokea. Basi kazi yangu nimefanya, nimemhudumia, nikaondoka. Ni Jumatano. Jumapili tuko kanisani. Mama anaingia, ana kicheko cha ajabu. Na anavyoingia, anaingia na watoto wako pale, wana energy, wana makelele. Alafu sasa unapofika wakati wangu wa kwanza kuhubiri, na ubiri nikasema, leo jamani, sifa zilikuwa zina nguvu sana. Umemwona mama fulani anavyocheza? Mimi nafikiri yule mama anacheza kwa sababu tu ni wakati wa kumsifu Mungu. Ila I'm thinking, huyu mama leo mbona amecheza kiasi hiki? Sihusianishi kabisa kwamba kuna muujiza wote umetokea hapa katikati. Wakati wa ushuhuda yule mama anapita, anasema Bwana sifiwe, haleluya. Jamani mwanangu, kumbe kanisa zima siku ile zile sifa zilikuwa zina energy kubwa, kwa sababu si wanamjua yule mtoto mle ndani. Kwa kila wanavyomwangalia hivi, yani kelele zinakuwa, mtu pekee ambaye haelewi nini kinaendelea mle ndani ni mimi. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto ni mgeni kwangu, simfahamu vizuri, kwa siwezi kujua kwamba ndo huyu. Ladies and gentlemen, yule mtoto anatembea, yule mtoto anatembea hivi, anatembea, amepona. Ungeniuliza kama nilikuwa nasikia upako wote siku ile ninayomwombea, nilikuwa sisikii upako wote. Baadaye nikajua haihusiani na hisia unazozisikia, inahusiana na imani ulionayo kwenye neno la Mungu. Neno limesema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ninasikia upako, sisikii upako, nitalitii neno. Mungu ataliangalia neno ambalo ninalitii. Nikiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya, sio kwa sababu yangu, lakini kwa sababu ya neno ambalo Mungu anaangalia kulitimiza. Believe the word of God. Narudia haya maneno kukwambia, sio kwa ajili ya wenye upako, ni kwa ajili ya wanaothubutu. Sio kwa ajili ya wenye upako, ni kwa ajili ya wanaothubutu. Sio kwa ajili ya wenye upako, ni kwa ajili ya wanaothubutu. Ongeza kuthubutu. Usiogope itakuwaje kama mazingira yanatokea yanayokudai uachilie kitu cha kiroho. Fanya kwa imani. You will see God move. It's a mindset. I'm never afraid of praying for anyone. Mimi sasa hivi unaweza kaniletea mtu hana kichwa kabisa hivi, kichwa hakipo, ukaniambia omba, nitaomba. Maombi nayo ni kitu cha kushindwa kufanya. Kisipoota, hakijaota. Kwa nini? Kisipoota si hakijaota. Hivi nyinyi mbona mnapenda kufanya mambo yaonekane ni magumu? Mambo ni magumu tayari hata kabla ya maombi yangu. Kichwa hakipo. Kichwa hakipo.
Yaani nitaomba hivi nasema Mungu. Hapo ombi ni nini hapo? Eti jamani, hebu nipeni ombi. Mtu ambaye hana kichwa hapo unaombaje? Hapo najua ni creative miracle inataka ifanyike. Kwa hapo ombi unasemaje? Kichwa tokeza au unafanyaje? Tutajua wakati ukifika. Mimi nimeombea hadi vitu. Mimi nimeombea hadi simu zilizoharibika. Niliwahi kumpenda mwanamke hivi. Unaona story zenu. Shida yenu mimi nikitakaga niwape shuhuda mnaanza kunijaji. Msinijaji sasa. Bwana asifiwe. Listen, don't judge, just listen. Nimempenda mwanamke hivi, afu bwana kipindi kile, hallelujah, I'm in love my nigga. Bwana we, mama yake kanunua simu ya gharama, alafu eti kaka nayo wiki mbili imeharibika. Hawezi kwenda kuirudisha kwa sababu hajainunua hapa Bongo, katoka nayo nje. Na mimi hapo ndo nimetoka kujifunza kwamba yani hamna lisilowezekana. Imani ni nini? Imani ni kujilipua. Nikawaza nikasema hivi, nikitindua hii muujiza hii, si ndo naweza kama mahali. Imagine binti wa watu anaenda siku unayoenda kutaka kuoa kwao, anasema nimepata mchumba. Ni nani? Ni yule aliyeponya simu yako. Imagine anawaambia mama yake ni yule aliyeponya simu yako. Hapo huyo mama anakuwa na mashaka wapi? Ngasema imeharibika yeye. Tukasikitika sana. Katikati ya masikitiko nikakumbuka mimi ni roho itiayo uzima. Bro, mimi akili yangu haijakaa vizuri sana. Yaani mimi usifikiri niko msalabu kama wewe hivyo. Nikamwambia ilete. Akaleta ile simu. Niliomba maombi yote unayoyajua hapa duniani. Naunganisha nyaya. Sijui nini. Yaani niliachia ile simu wiki hizi 2. Sijui kama kuna nati zimenyofoka, nazirudisha. Yaani niliomba, nilinena kwa lugha, nikaachilia mioto. Hekima inatakiwa ujue ni wapi pa kuishia. Baada ya kuwa nimefanya yote na sina matokeo, nikachukua simu yangu vizuri, nikamrudishia yule dada, nikasema kwa kweli mgonjwa hajapona. Haikupona. Ushuhuda wangu ni kwamba haikupona. Haleluya. Lakini ninachotaka nikwambie ni nini? Nilithubutu kuiombea. You are getting my point, Fridge limeharibika nyumbani, unawaza tu kumuita fundi. Kabla hujamuita fundi, si uachilie fire. Sikia, kuna siku hivi unaweka hivi mikono kwa jina la Yesu. Uwe hai. Unashangaa fridge kodi. Hivi utajisikiaje wewe? Utatoka huko ndani unaanza kusema maombezi ya mafriji. Huduma ya maombezi ya mafriji. Nina upako kwa ajili ya mafriji. Hallelujah. I'm saying kuna vitu hatuvioni vikifanya kazi kwenye maisha yetu kwa sababu hatuna uthubutu. Sio kwa sababu hatuna nguvu, kwa sababu hatuna nini? Uthubutu. It's a mindset. Tumewekewa akili fulani ndani yetu ya kutuambia hatuwezi, tuna mipaka. Lakini siku tukianza kuthubutu, tutashangazwa na matokeo ambayo yanatokea. My friend, rafiki yangu Pastor Danlibe. Vipi mwanangu fresh? Naingia mtaani kuombea wagonjwa, kuponya wagonjwa. Hatusemagi kuombea wagonjwa. Naingia mtaani kuponya wagonjwa. Nikaona huyu mbona kama anataka kumaanisha tuende naye. Nikamwambia mtumishi, Bwana akutangulie. Mambo ya mtaani, mimi niletee kanisani. Mtaani? Kaenda Dani. Na Dani siku hiyo kaenda kuombea watu, ana simu ya kurekodia. Yaani jamaa amejiandaa kwa miujiza. Watu tumepinda. Kaingia siku hiyo na kuta watu wa bodaboda pale. Sasa hizi
Mimi hapa naweza nikawaombea kama kuna mtu anaumwa. Watu wako kwenye jio cha bodaboda. Mimi hapa kama kuna mtu anaumwa naweza nikamwombea hapa saa hizi. Bwana asifiwe. Watu wanafikiri utani. Na kuna mmoja akisema, mimi mkono sijui unafanya nini, akamwambia Na tulikuwa tumetoka kujifunza kwamba ukiombea kesi kama hizo, usiombee huku unapiga kelele mpaka kila mtu ajue. Especially kama huna uhakika na matokeo. Kama kuna aibu itatokea, sitakuwa kati yenu wawili. Ukiomba kwa sauti. Praise the Lord. Pastor akamshika mkono yule jamaa, anamuombea kama haombi. Jamaa, mkono umeacha kuuma. Akamgeukea pastor akamwambia, "Oya, bro, wewe kwenye mikono yako kuna nini? Unajua nimepona kweli?" Alafu kinachowashtua zaidi ni namna ambavyo alikuwa anawaombea. Anawaombea kama hawaombei. Yaani kama vile sio maombi ya kirokole. Si unajua prayer za walokole? Unaseta, unatokomeza, unafunga, nini na nini. Mwana anaomba kama haombi. Kapona. Wengine walivyoona anapona. Na mimi naumwa hiki. Jamaa ana record kwa simu. He captured zile record alizicapture akawa nazo Pastor Dan. It's a mindset, it's a mentality. Ukiamua kujizima data huku kusema hakuna lisilowezekana kwake aaminie na ukachukua hatua, you will be surprised. Story ya mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'm not wasting your time, am I? No, I'm not wasting your time, right? Niko na huyu Pastor Dan. Tumebebana hao, tumeenda kwenye mfungo wa kutafuta neema ya uponyaji. Tumefunga, tuko siku ya 3 sijui. Tulianza Jumatano, hii ni Ijumaa fulani hivi. Njaa imenipiga. Nasikia vizunguzungu vya kila aina. Dani akaniuliza swali akasema, "Hivi pastor, tutajuaje kwamba tumepokea hii nguvu? Yaani nini kitatufanya tujue kwamba sasa?" Kwa sababu yale maombi tulisema hivi, haya maombi tunaomba tutaendelea kuomba mpaka Mungu atujibu. Na ni maombi ya mfungo. Tafsiri yake ni kwamba tunajua tumeanza lini ila hatujui tutamaliza lini. Sasa swali ni kwamba dada ananiuliza anasema hivi. Pastor Dan ananiuliza anasema, "Pastor, tutajuaje kama sasa Mungu ndo ametujibu? Yaani kwamba je, tutasikia moto unatembea hivi juu yetu au tutafanyaje?" Mwisho wa siku tukaishia kwenye conclusion kusema maandiko yanasema mtu akiomba Mungu anamsikia. Na kama anatusikia tunazo haja tulizomuomba. Si ndio? Maana kitangu tulipoanza kuomba kweli hamna kitu Mungu ametupa. Kuna kitu Mungu ametupa. So tunafanyaje? Ili tujue kwamba tumepokea, twende mtaani tukatafute wagonjwa. Tunaenda sio kwa sababu tunasikia kitu fulani ndani yetu. Tunaenda ili tukakisikie. Nyie mmesikia hesabu zangu? Tukatoka. Ilikuwa gorofani kama hivi. Tukashuka tena sheri kama hivi. Tukashuka tu hivi tunaingia hivi hapo barabarani. Mungu alivyo mwaminifu. Mazingira haya hapa. Tuna jamaa anatembelea fimbo kapata ajali mbaya ya pikipiki. Ana wiki sijui ngapi anatembea. Mimi nilikuwa mbele. Mtumishi. Nikamtanguliza mtumishi wa Bwana. Na yeye ananiangalia. Tunaangaliana. Si ndio tulichokuja kufanya? Let's try. Kwani kuna hasara gani? Yaani unajua sisi tunachojiuliza ni kwamba kwani kuna hasara gani? Kwani tukimwombea asipopona ni sisi tumempa ugonjwa? Hapana. Alikuwa nao? Ndio. Kwa tusipomwombea na hajapona sio dhambi yetu. Sisi tunampenda ndio maana tumetaka tumsaidie. Bwana we. Tukamzunguka yule kaka. Tuko naye hivi. Tunaombea kama vile hatuombi. Niko na pastor Tegeta kule. Hapo tumekula maandiko yote kuhusu uponyaji. Baba, tunaachilia uponyaji in the name of Jesus. Sijui nini. Mtu ukipita hivi pembeni hauwezi kujua kama tunaomba. Kwa sababu tumejua maombi hayapo kwenye ukubwa, nguvu hazipo kwenye ukubwa wa sauti. Bro, tunamwombea yule. Si akapona. Nakwambia hivi.
Eti mifupa imeacha kuuma, makovu yameacha kuuma. Alikuwa anatembea hivi kwa fimbo, ameanza hivi kutembea intact. Anatembea kabisa hivi, anatembea. Mimi nikamwambia rudi tena, nataka nihakikishe kwanza huu ushuhuda. Amtembea, endelea. Dani tayari hapo ameshakuwa excited. Mimi niko pole kwanza. Nataka nijihakikishie kwanza. Imefanya kazi. Nilipojihakikishia kwamba amepona. We, au umwi wewe? Naumwa, nimetoka hospitali. Mwingine huyo hapo, yani hata jenda sehemu nyingine. Huyo ambaye namgeukia namuuliza, ametoka kufanyiwa operation sijui ana wiki na yeye ngapi? Huyu hata sikumruhusu pasadani asogee, nikamwambia tulia hapa nikuoneshe kitu. Father, fire, life. Yule kaka alikuwa anatembea ameinama hivi. Katoka amefanywa operation. Is very sick. Tuko barabarani, sio kanisani. Nilivyoona tu yule jamaa amepona, wa pili ambaye nimemhudumia peke yangu. Unajua ile ya kuchanganyia nguvu. Lakini hii nilikuwa peke yangu. Nilivyoona huyu amepona, huyu ambaye nimemwombea peke yangu, tukageukiana na Pastor Dan tukamwambia, sasa mzee, leo ni siku ya uponyaji. Tulitembea zile frame zote zile. Tulikuwa tunatembea, tunaingia duka moja baada ya jingine. Habari ya saizi, sisi ni waponyaji. Je, kuna mtu anauma humu ndani? We don't care. Tuliombea migongo, tuliombea vichwa, tuliombea mioyo, tuliombea nywele, yani kila chochote ambacho kinakuuma, we just pray. Duka moja baada ya jingine, duka moja baada ya jingine, duka moja baada ya jingine, mpaka tulipoona sasa njaa itatuua, sababu tuko kwenye mfungo. Tukaishia hapo. You can imagine, baada ya kula chapati zetu siku ile za kufungua, haya maisha haya, unafunga na unafungulia chapati. Tunavyorudi hivi sehemu yetu ya maombi, unaelewa, baada ya kuwa umeponya watu, yani kibebaki kitu cha kufufua wafu, unarudi kule, unamwangalia rafiki yako, anakuangalia, mnaangaliana, afu mnaambiana, kaka, Mungu ana nguvu, neno lake linafanya kazi. Now the reason tuliweza kufanya mambo yote, tulikuwa tunasoma kitabu cha T.L. Osborne. Kuna watu ukiwasikiliza hivi wanakutia moyo kwenda kuthubutu. Ukimsikiliza T.L. Osborne, mzee wetu wa zamani huyo, alishafariki huko siku nyingi. Ukimsikiliza hivi, yani unaanza kuwaza, hivi kumbe mimi sijaponya wagonjwa kwa sababu sijataka tu. Sasa hii hapa nikiamua naponya. Anakuonesha kwenye maandiko jinsi ambavyo ni rahisi. We were encouraged. Ndio maana leo nimetumia muda mwingi hapa kama dakika 40 zote hizi na kuambia kitu kimoja. Kwa sababu naamini wewe pia unaweza ukitaka. Bwana sifiwe. Mke wako anauma, mume wako anauma, kabla hujamuombea unampa dawa. Sasa ndo nini sasa? Unauma sana? Twende hospitali. Rafiki, haukumbuki hata kwamba kuna kuwekea mikono? Yaani haukumbuki kabisa kwamba kuna kuwekea mikono, haukumbuki kabisa. So you see, kama ilivyo kwenye Yesu za uponyaji, ndivyo ambavyo ilivyo kwenye mambo mengine mengi. Iko hivyo kwenye mambo ya pesa, iko hivyo kwenye mambo ya kimahusiano, whatever it is. Unaweza kuchagua kuanza kupractice the supernatural. Weka mikono yako mbele namna hii. Sema, kuna nguvu ya Mungu ndani yangu. Hii mikono inabeba nguvu za Mungu. Hii mikono inabeba nguvu za Mungu. Hii mikono inabeba nguvu za Mungu. Hallelujah. I say praise the Lord. Leo tutakapotoka kuingia mtaani, baadaye tunaenda kuwakaribisha watu kanisani huko. Yes. Na kuhubiri habari njema. Hatutachukua muda mrefu sana kwa sababu ni siku yetu ya kwanza. Maybe an hour tu, kama lisaa tu limoja hivi. Tunarudi ili mambo mengine yaendelee. Lakini utakuwa ni utaratibu wetu endelevu. When you go out, listen to me, niangalie mimi. When you go out, ukikutana na mgonjwa, mwambie, can I pray for you? Usiwaombee watu bila ruhusa yao, sawa? Usiwaombee bila ruhusa yao.
Naweza nikakuombea. Ombea, usijali chochote. Weka mikono juu ya wagonjwa. Usishauti kwa sababu nguvu haipo kwenye kushauti. Baba, Mungu wa Elia, moto, moto. Utaumiza sauti yako, utakwaza watu, na moto usishuke kwa sababu moto haushushwi na ukubwa wa sauti. Usisukume watu. Kuna mwanangu mmoja nilikuwa naongea naye wiki iliyopita, ananiambia mimi ndo mara ya kwanza kusali kwenye makanisa ya walokole trip hii baada ya miaka mingi, kwa sababu siku niliyoendaga kwenye kanisa la walokole mambo walionifanyia sijasahau. Niliminywa hiki kichwa kidogo kipasuke. Kwa nini uanguki? Nimekuambia muda wote kwa nini uanguki? Is it by force? Is it by force? Don't push people. Nguvu hazipo kwenye watu kuanguka. Kasome maandiko yako. Yesu alikuwa haangushi sana watu, unajua. Kaangalie ni watu wangapi walianguka kwenye huduma ya Yesu. You'll be surprised. Watu hawaponi wakianguka, wanaweza kuanguka na wakatoka wako vile vile, hawajabadilika hata sehemu. So don't force things. Amini kwamba kuna vijito vya maji yaliyo hai vinamiminika kutoka ndani yako. Praise the Lord. Mwambie rafiki yako wewe ni mwinjilisti. Mwambie mwenzako wewe ni mwinjilisti. Hudumu uponyaji. Hudumu neema. Zoeni. If you are a couple au tu ni marafiki hivi, zoeni. Mwenzako analalamika sijui nini, weka mikono. Weka mikono. Mwambie in the name of Jesus, na achilia uzima ndani yako. Usiseme baba mponye huyu, baba achilia nguvu zako za uponyaji. Yesu hakuwahi kuomba mtu namna hiyo. Hakuwahi kusema baba achilia nguvu. Yesu hakuwahi kufanya hivyo vitu. Ni kwa sababu nguvu haitoki mbinguni. Nguvu ya kuponya watu tayari Mungu ameiweka ndani yako. Hivi unasikia ninachokwambia wewe? Kama angalia usikie Yesu akisema baba ponya, baba fungua. Wewe unaenda kule ndio unaanza kuombea. Hayo mambo yalitakiwa uombe chumbani huko. Praise the Lord. Hivi nimewasomea andiko? Yesu wangu. Hivi nimesomea kwa andiko? Nilitaja andiko gani? Jesus Christ. Yaani dakika zote hizi naongea hamna andiko hata moja. Ila bwana ni maandiko yote haya bwana. Mbona haya ni maandiko mengi tu? Na kama dakika 10 na ngapi hivi, ngoja nikuoneshe kitu fulani kizuri. Kikuongezea uthubutu. Tunapoenda leo huko mtaani. Bwana sifiwe. Usiwe left out, usibaki mwenzako tunaenda leo tunaenda kuvamia mtaa. Tunaenda kuambia Yesu anakupenda. Hivi unajua kuhubiri ni kufanyaje? Ni kuambia tu Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yaani mimi nimetoka huko nilikotoka. Nimekuja tu nikukumbushe kwamba Bwana Yesu anakupenda. Ni rahisi sana. Usiseme mbona ni maneno mepesi. Haiko kwenye kucomplicate maneno. Make it as simple as possible. Nguvu haipo kwenye kucomplicate. Nguvu ipo kwenye simplicity ya message. Just tell as it is. Mungu alimtuma mwanae wa pekee akafa duniani baada ya kuteseka kwa ajili ya dhambi zako. Alipokufa siku ya 3 alifufuliwa kutoka kwa wafu. Na leo yuko hai, na mambo yote yale aliyapitia kwa ajili yako. Leo ukiamini kwamba alitolewa na akateseka na kufa kwa ajili yako, unazaliwa mara ya pili, unakuwa mwana wa Mungu. Dhambi zako zinafutwa, unakuwa kiumbe kipya, maisha mapya na Mungu yanaanza. Wazee, hiyo ni injili. Acha kumwambia jehanamu ya moto. There is a place for that. There is a place for that.
Lakini hatutaki watu waokoke kwa sababu tumewatishia peke yake. Tunataka watu waokoke kwa sababu tumewaonyesha upendo wa Yesu. Niletee hiyo message mtumishi. Hey, bring that message. Quick now. If I'm waiting, you be quick. Namba T 886 DYC. Gari nyeusi. Naomba muone mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana Yesu. Leo nasikia neema ya kumaliza ibada mapema. Tuishie hapa au mnaonaje? Yesu anaweza. Msimkatie mtu tamaa. Sinaona leo nimemaliza mapema. Hakuna lisilowezekana. Au sio? Amfungua Yohana hapa mara moja. Maana naona mmefurahia sana kwa hii kumaliza ba. Kwa siku zote mnanivumiliaga. Praise the Lord. I said praise the Lord. Yes. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru. Ninajijua mimi ni nani. Nina nini ndani yangu. Ninakubali leo kuchukua nafasi yangu ili niwe baraka kwa watu wa dunia yangu. Bwana, kama ulivyosema kwamba kwa mikono yangu wagonjwa watapata afya, kwa maneno yangu waliofungwa watafunguliwa. Ninapolitumia jina lako kuanzia leo, ninapoenda nijalie kuona matokeo ya hiki ulichonifundisha. Nipe ujasiri wa kuthubutu. Nipe ujasiri wa kuthubutu katika jina la Yesu. Ninapoenda Bwana, kwa mikono yangu ishara zifanyike, kwa kinywa changu ajabu zitendeke, in the name of Jesus. Nimetiwa mafuta kuwa baraka kwa kizazi changu. Mimi ni nuru ya dunia yangu. Mimi ni chumvi ya dunia yangu. Wanabarikiwa kupitia mimi katika jina la Yesu. Mimi ni asiyezuilika. Sina mipaka ya nini ninaweza nikawa katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninaenda kwa ujasiri. Kuanzia leo ninajibeba kwa ujasiri katika jina la Yesu. Bwana, nifundishe kuwa na matokeo. Nifundishe kuwa na matokeo. Nifundishe kuwa na matokeo katika jina la Yesu. Ukiwa umekaa, jiombee kwa dakika 1-2 kwamba Baba, ninatamani kuanza kufanyia kazi mazoezi, kuanza kufanyia mazoezi vitu ambavyo umenifundisha leo. Ninaomba unipe ujasiri ambao ninauhitaji, nipe uthubutu ambao ninauhitaji. Kuanzia leo Bwana, kukawa na wepesi, kukawa na breakthrough. Ninapofanyia kazi nifanyie kwa usahihi. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu wangu. Nifundishe, nifundishe. Roho Mtakatifu, nifundishe, 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 nifundishe namna ya kufanya. Nifundishe namna ya kujibeba kama mtumishi wako. Nifundishe namna ninavyoweza nikawa baraka kwa dunia yangu. Nifundishe, nifundishe. Ninapoenda nifundishe, ninapoenda nifundishe kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya kuhudumia uponyaji kwa watu, kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye biashara yangu, kazini kwangu, kwenye huduma yangu na kila eneo. Nifundishe, 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 nihekimishe.
Ifundishe mikono yangu kufanya vita. Ifundishe mikono yangu kuzalisha matokeo. Ifundishe mikono yangu kufanya vita. Ifundishe mikono yangu kuzalisha matokeo. In the mighty name of Jesus. Bwana, ninapoenda neema yako itanisaidia. Upako wako ulio ndani yangu utafanya kazi. Nitarudi na mavuno mengi. Nitarudi na matokeo mengi. Nimetiwa mafuta kuwa baraka kwa dunia yangu. Nimetiwa mafuta kuwa na matokeo. Nimetiwa mafuta kuwa na matokeo. Nimetiwa mafuta. Nimetiwa mafuta. Nimetiwa mafuta. I am anointed. I am anointed. I am anointed. I believe it. I accept it. Bali barahanto bregedeba. Jekota brehene mokoza. Dakika nyingine moja jiombe. Dakika nyingine moja jiombe. Tebrene komele kuza vrahida balana. Majekota brehente le komrehiza varadia. Baneko breneko dia koza vahaziada. Beshekota bara. I'm not empty. I am anointed. I'm not empty. I am anointed. I am anointed. I am anointed. I am anointed. Lekubarabina koza vrahadi la bagada. Lekubarane kom zekeli bashataba. Brani baladi vradigoba. Braseplehentori mazigo vrahida baradia. Thank you, precious Holy Ghost. Nitume mi Bwana kama Namba 67 tenzi. Bwana uliyewaita. Bwana Namba 3, nitume na mimi. Nitume na mimi Bwana kama ulivyotuma. Habari ya ni wahubiri wakosa